Watoto wa ugonjwa wa kupooza kwa ubongo bado wanapitia unyanyapaa na matatizo makubwa ya afya ya kiakili. Na huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kupooza kwa ubongo mwaka 2026, familia zilizoathirika kwa sasa zinapitia changamoto maradufu kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Mwanahabari wetu Wanji Sostin alitangamana na baadhi ya familia zilizoathirika na ugonjwa huo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya kaunti nchini ambayo huwa na idadi kubwa ya watoto wanaozaliwa kila mwaka. Ugonjwa wa kupooza kwa ubongo yani cerebral palsy ni mojawapo ya matatizo ambayo huwakumba watoto wanapozaliwa. Kulingana na shirika la Center for Disease Control CDC, takriban watoto 4 kati ya 1000 huzaliwa na shida hiyo duniani, na hapa nchini ikiwa ni mtoto mmoja kati ya 100 ambao huzaliwa na ugonjwa huo. Caroline Nyongesa ni daktari wa watoto hawa katika hospitali ya rufaa ya Bungoma. Wakati tu anazaliwa na azaliwe pengine kilo ziko chini ama akose kulia kwa sababu ya kuchelewa kuzaliwa, na inafanya ya kwamba akili ya mtoto, ubongo wake unapooza. Na dunia inapoadhimisha siku ya ugonjwa wa kupooza kwa ubongo yani cerebral palsy, walezi wa watoto hawa mazungumzia masaibu wanayopitia. Jacinta Wafula ni mama wa watoto wa miaka 2. Alifika 5 months akakaa vizuri, but after kukaa hakutembea, hajatambaa, alafu amekuwa kwa dawa. Saizi yako 2.5. Hata hajaenda shule. Naona saa yako na miaka 9 lakini hajaenda shule. Sasa ni mashindwa mimi peke yangu, sina mzee. Anasema kuwa amekuwa akisaidiwa tu na wazazi baada ya mumewe kumkana, huku gharama ya dawa za kumfaa mwanawe zikiwa ni changamoto kubwa kwake. Ukiona Kepra ni tab moja 70 bob ama 75, na anameza asubuhi na jioni. Hii inamaanisha per day ni 150. Na sasa ukiona mimi sina kazi, baba mtoto alimuruka, niko mwenyewe. Evans Jumba, mwenyekiti wa chama cha wazazi wa watoto walio na ugonjwa huo kaunti ya Bungoma, anasema kuwa unyanyapaa ambao ungalipo huwafanya baadhi ya wazazi kukosa kuwapeleka wanao hospitalini kwa matibabu. Tukileta watoto wetu hospitali, the eyes, the talks and everything makes us fear even bringing our kids to hospital at times. What we need the county to give us a card whereby when you come to the referral hospital or go to any other hospital, let us be given a direct pass. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma.